Kuongea siasa, sio kuongea nani hatachaguliwa, sio kuongea nani hatachaguliwa, kuongea mambo ya maendeleo, mambo ya wananchi, mambo ya huduma ya watu ya Kacheliba na West Pokot County. Ni fire si fire, ni noma si noma, tuendelee tusiendelee? Kwa hivyo mimi nikimalizia, nataka kuwauliza kwa unyenyekevu, mimi nikiwa mwenzenu, ili taifa letu la Kenya, mimi naomba tuliweke kwa msingi wa umoja na msingi wa amani, kwa sababu kusipokuwa na umoja wa taifa tunaweza pata matatizo ambayo yamepata watu wengine kwa kukosa kudhibiti umoja wao kama taifa. Pia usalama wa taifa ni muhimu, na mimi nawasihi wale ambao wako ni viongozi wasitoe matamshi ambayo yanaweza kuleta mgawanyiko katika taifa letu la Kenya, kwa sababu hatuna taifa letu lingine la kwenda isipokuwa taifa hili la Kenya. Ni kweli si kweli? Mimi nawasihi viongozi, wakati unasimama mahali popote, sehemu yoyote ya Kenya, ongea mambo ambayo yataleta wananchi wa Kenya pamoja, mambo ambayo yatafanya kila mtu mahali yako ajisikie yeye ni Mkenya. Ama mnasemaje watu ya Kacheliba? Munataka umoja wa taifa? Tudhibiti umoja wa taifa? Mungetaka amani kwa taifa? Mimi nimeona juzi, mnajua ya kwamba tumepoteza kiongozi wetu ambaye alikuwa ni mheshimiwa Prime Minister wa zamani, na tumempumzisha pale kwa heshima kama kiongozi mzalendo ambaye alifanya mambo mengi kwa miaka mingi kuleta taifa pamoja. Na wakati mheshimiwa aliyekuwa waziri mkuu amepumzika, ameenda kupumzika akiwa na amani. Walikuwa wanafanya kazi na rais wetu, sio kazi yao binafsi, kazi ya kuleta taifa pamoja, kazi ya kuunganisha Kenya yetu, kazi ya kuleta uwiano. Hata kama walishindana 2022, mambo ya mashindano ya viongozi yanakuja yanaisha, hapo katikati ni ujenzi wa taifa. Kwa hivyo mheshimiwa aliyekuwa waziri mkuu ameenda kupumzika akiwa na amani na akiwa ameridhiana na watu wote wa taifa letu la Kenya na wapinzani wote ambao alikuwa nao, wapinzani wa kisiasa. Kwa hivyo kusiwe na mtu wa kwenda kuleta matusi, kudharau ama kumkosea heshima mwenzetu ambaye ameenda mbele za haki na ambaye Mungu amemuita akapumzike. Hiyo ni jambo la kuleta fedheha na aibu kwa kiongozi wa wote, kuleta matamshi ya kudharau, kukejeli ama kusherekea ati kifo cha mwenzetu ambaye ni kiongozi ametumikia taifa letu kwa miaka mingi. Ama watu ya Kacheliba mnasemaje? Si mheshimiwa Prime Minister alikuwa kiongozi wetu jameni? Si alifanya kazi kubwa katika taifa letu la Kenya? Si mumeona tumempumzisha kwa heshima zote? Si tumempatia heshima zake? We accorded him a state burial, a state funeral with full military honors, with all the honors that can be given to a leader. He may not have been a head of state, but the things he has done are good for Kenya. And he has passed on as he was trying to bring Kenya together. We salute him and we pledge that we will continue with unifying Kenya, and that is the best thing we can do to honor and respect our departed Prime Minister Raila Amolo Odinga. Na kwa hivyo wale wako na mambo ya kujaribu kuchokora amani, kutumheshimu mwenzetu, tunawasihi kwa heshima waheshimu familia yake na waheshimu maisha yake, na tunaomba ya kwamba tukiendelea mbele nchi yetu itakuwa kwa umoja. Kwa hivyo mimi nimeshukuru. Nikishikana nao viongozi wenu
nikatafuta pesa ya kujenga barabara zaidi, nikatafuta pesa ya kujenga masoko zaidi, ndio West Pokot ikae kama sehemu zingine za Kenya. Na tukifanya hivi, Mungu atabariki nchi yetu, Mungu atabariki West Pokot yetu. Mimi naomba mnitume na salamu. Mnanituma na salamu? Mnajua ule amenituma hapa? Si nimesema mwenye amenituma hapa? Anaitwa nani? Anaitwa nani? Si ni mdozi? Mungetaka nikifika Nairobi nimsalamie? Nimsalamie? Nimewambia amesalamiwa na watu ya Kajaliba. Alafu nimwambiaje? Nimwambiaje? Ati mnasemaje? Mnasemaje huko? Mnasemaje huko? Wale mnasemaje? Muko tutam? Hata wale wako huko? Nikisema Harambee basi mnasema tutam, ndio ajue akiwa Nairobi asikie watu ya West Pokot wako pamoja na yeye. Harambee! Harambee! Wacha nione tutam ya William Ruto jameni, tutam ya William Ruto. Alafu nimwambie atembee hapa. Akuje hapa. Hapa Kajaliba. Akuje yeye mwenyewe. Akuje. Wacha nione wala anasema akuje. Asanteni sana, Mungu awabariki. Basi kwa sababu ningetaka sasa mheshimiwa tusalamie, alafu mheshimiwa governor, alafu waheshimiwa wengine dakika moja. Nikitoka hapa kwa sababu naenda sehemu za Narok, mimi nitawacha mheshimiwa Lote area. Niseme nisiseme?